Ukitaka kununua kitu kawaida unatafuta ile ambaye ni bora zaidi. Itakuwaje kama kitu unayotafuta hainunuliwi na pesa? Hakika ni rafiki. Rafiki yako na athari kubwa katika kuongoza katika maisha yako. Mtume (AS) amesema mtu anafuata dini ya rafiki yake. Kwa hivyo mmoja wenu aangalia ni nani anamchukua kama rafiki. Na sheria imehimiza kuhusu rafiki. Allah anasema na isubrishe nafsi yako pamoja na wanaomuomba Mola wako mlezi asubuhi na jioni, wanataka radhi ya Mola wao. Na katika hadith, usitafute rafiki isipokuwa mu'min. Rafiki mwema hakosi kukupatia manufaa kama vile nasiha au ushauri au maaluma iliyokuwa na faida. Rafiki mwema ni mfano wa kama aliyobeba manukato. Anaweza kuwa atakupatia hiyo manukato kama zawadi, au unaweza nunua kwake, au utapata kwake harufu nzuri. Na ni watu wa kuigwa kama mfano bora. Na kukaa nao ni sababu ya kusamehewa madhambi. Allah amesema katika hadith Quds kuhusu aliona watu wema akakaa nao, yeye pia amesamehewa madhambi zake. Ni watu ambao aliyekuwa pamoja nao hawezi pata hasara. Kukuwa na warafiki wema inaleta mapenzi ya Allah. Allah amesema mahaba yangu imewajibika juu ya wale ambao wanapendana kwa ajili yangu, na wanaokaa pamoja kwa ajili yangu, na wanaofanya ziara kwa ajili yangu, na wanaosaidiana kwa ajili yangu. Na ukiwaona wanakukumbusha kuhusu Allah. Mtume (AS) amesema, je, niwaambie kuhusu waliokuwa bora miongoni mwenu? Ni wale ambao ukiwaona wanakukumbusha kuhusu Allah. Na katika akhira watawasaidia rafiki zao. Watasema, ewe Allah, ndugu zetu walikuwa wanasali na sisi, na wanafunga saum na sisi, na wanafanya hajj na sisi, na umewaingiza nar. Allah atasema, endeni mtoe katika nar wale ambao mnawajua. Ndio maana makufar watakuwa na huzuni siku ya kiyama wakisema, hatuna mwenye kutusaidia wala rafiki wa dhati. Qatada radhiyallahu anhu amesema kuhusu hii aya, wallahi wanajua rafiki kama ni mwema ako na manufaa. Fanya bidii kukuwa rafiki nao.